The world respects us right now more than they have ever respected us before. با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی. Habari mpya kabisa kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani. Bila shaka kila mmoja wetu ameshajua kwamba anapoona tu video ya rais wa Marekani bwana Donald Trump, basi anajua fika kwamba ni habari za vita kati ya Irani na Marekani. Na hapa ni kauli za hovyo za rais wa Marekani ambazo ameendelea kuzitoa siku baada ya siku katika vita vyake vinavyoendelea baina yake yeye na Irani, ambapo vita hivyo yeye mwenyewe Donald Trump ndiye ambaye ameanzisha mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Lakini hivi sasa hatua aliyofikia Donald Trump ni hatua ambayo ya kuhangaika na hatua ya kutapatapa. Sasa leo kauli kubwa ambayo ameitoa rais Donald Trump ni juu ya kusema ya kwamba Irani imepiga goti na imepigia goti Marekani ikiomba msamaha, ikisema ya kwamba imekubali kila kitu, yani imekubali kila jambo ambalo Marekani imetaka. Imekubali kuachana na nyuklia, imekubali kufanya kila kitu ambacho Marekani imesema Irani ifanye. Na kama umekuwa ukifuatilia taarifa kutokea hapa Yuhoma TV, mapema siku ya leo tulikuletea taarifa ambayo inaelezea namna ambavyo Trump ameakana mataifa washirika wake ya Magharibi juu ya ukimya wao kushiriki moja kwa moja katika vita vya Irani dhidi ya Marekani, ambapo alisema kwamba mataifa hayo yote yanapaswa kuingia vitani yenyewe yakachukue mafuta yao kule katika mlango wa bahari wa Strait Hormuz, na hiyo yote ni kufuatia wao kumkana Marekani katika vita hivi vinavyoendelea na ukimya wao muda mrefu. Sasa baada ya kauli hii, kama ilivyo kawaida yake rais Donald Trump, ni kwamba kwa siku moja huaga anatoa taarifa lukuki, yani taarifa ambazo hazina kichwa wala miguu, kiufupi hazina kiwiliwili kabisa. Sasa leo usiku huu Donald Trump ametoa kauli nyingine mpya kabisa ambayo anasema ya kwamba Irani imepiga magoti na imesema hayo aliyoyasema. Sasa Irani yenyewe haijakaa kinyonge kabisa na haiko kinyonge hata kidogo. Irani imetoa taarifa za mapema sana usiku huu, yani jioni ya leo, ambapo Irani imesema kwamba sasa hivi imefikia hatua ya muda wa kulipiza kisasi, si tena kwa kusubiri mpaka Marekani na Israel zishambulie Irani ndio Irani ilipize kisasi, bali Irani imechukua hatua ya kuwafuata waliko viongozi wa Marekani na viongozi wa Israeli na viongozi washirika wote wa mataifa washirika wa Marekani kule Mashariki ya Kati, ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na maanisha IRGC kupitia makao makuu yake ya Al-Hatam Anbiya pale nchini Irani imetangaza rasmi kupitia msemaji wake wa jeshi hilo bwana Ibrahim Dhulfahari, mapema jioni hii imetoa taarifa hiyo ikisema ya kwamba sasa hivi jeshi la Irani halitosubiri tena Irani ishambuliwe na Israeli, Irani ishambuliwe na Marekani, Irani ishambuliwe na washirika wa Marekani. Sasa jeshi la IRGC limechukua hatua ya kufuata viongozi waliko, yani pale waliko, na familia zao na makazi yao ya asili na makazi yao yanayofahamika na yale ambayo yasiyofahamika. Akizungumza hilo bwana Ibrahim Zulfahali ameeleza kwamba hatua hiyo ya IRGC imekuja kufuatia mwendelezo wa mauaji ya viongozi wa Irani ambao umeendelezwa kufanywa na serikali ya Israeli kwa kushirikiana moja kwa moja na serikali ya Marekani chini ya rais Donald Trump, ambapo viongozi kadhaa hapo nyuma wamefariki dunia kwa kuuawa na mashambulizi ya viongozi hao wawili wakiwalenga shabaha moja kwa moja viongozi wakubwa wa Irani. Sasa Irani imesema kwamba ipo jino kwa jino, kiongozi baada ya kiongozi, mataifa washirika wale wa Mashariki ya Kati, yani kiongozi baada ya kiongozi, nyumba kwa nyumba, familia kwa familia, mpaka wote watakwisha katika vita hivi vya Irani. Na hivi sasa IRGC imesema hiko njiani kutekeleza mashambulizi hayo, operation mpya inayoitwa, kile msemaji wa jeshi la IRGC bwana Ibrahim Zulfahali ameita operation Crusher, yani Crusher operation. Hii ni operation ya kuchinja, yani viongozi wote wakubwa wa mataifa washirika wa Marekani sasa hivi waandaliwe makaburi yao, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kutokea makao makuu ya Al-Hatam Anbiya Irani. Nisiwe mwingi sana wa kuzungumza, hebu tumsikie mwenyewe msemaji wa jeshi la IRGC akizungumza hilo na akielezea kinaga ubaga juu ya operation yao hiyo mpya iliyoanzishwa, operation Crusher. Bismillah qasim al-jabbarin
با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Jeshi la mashujaa la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limekuja na taarifa mpya kwa umma wote wa ulimwengu na umma wote wa Ghuba ya Uajemi. Tumekuja hapa kutangaza operesheni mpya na operesheni kali zaidi ya kuangamiza wadhalimu wote na vitendo vyote vya udhalimu katika mataifa ya Ghuba na majirani zake. Operesheni hii inakwenda kwa jina la Crusher Operation ama operesheni ya kuangamiza, ikiwa na lengo moja tu la kulipiza kisasi dhidi ya matendo maovu na matendo ya kigaidi yaliyofanywa na maadui wadhalimu, ikiwa ni pamoja na kuweka shabaha na kuwalenga na kuwaua viongozi wakuu wa Irani, kuua familia za viongozi wakuu wa Irani na kuweka shabaha makazi ya siri ya viongozi wakuu wa Irani. Hivyo basi, katika majibu ya wazi, jeshi la mashujaa la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC linapenda kutangazia umma wa watu wa Iran na ulimwengu mzima ya kwamba tumeamua kuanzisha operesheni hii mpya ya Crusher Operation na inaanza rasmi kuanzia muda huu. Tutaweka shabaha ya kuua viongozi wa kidhalimu wa Amerika, tutaweka shabaha ya kuua viongozi wa kidhalimu wa Kizayoni na viongozi wote wakubwa wa kisiasa katika mataifa ya ukanda wa Ghuba. Na hii operesheni itahusu pia maeneo yote yanayokaliwa kimabavu na yanayokaliwa na wawakilishi mbalimbali wa Kizayuni pamoja na wawakilishi wa Amerika. Operesheni hii pia itahusisha mauaji ya viongozi wote wanaoshiriki sahani moja na Marekani ukanda huu. Tutaua makamanda, tutaua viongozi wa kisiasa na tutaua kila mmoja anayeshiriki bega kwa bega na Marekani na Wazayuni wote. Na katika hili tunanuia na tunaweka kafara kwa Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu katika operesheni hii mbele ya Mwenyezi Mungu mweza wa yote, muumba mbingu na ardhi na kila kilichopo ndani yake. Na kwa hakika ushindi mzito unakuja kutokea kwa Allah pekee na si vinginevyo, na tunasema kwamba tunajisalimisha mikononi mwa Allah mtukufu. جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Hiyo ni kauli ya kamanda wa jeshi la IRGC, yani walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kutokea makao makuu ya jeshi hilo nchini Irani, yani Al-Hatam Anbiya, ambaye ameeleza dhamira yao sasa juu ya kutekeleza mashambulizi ya kuua viongozi wakubwa wa Marekani, lakini pia na viongozi wakubwa wa Israel, lakini pia wamesema wanapanga kuua viongozi wote wanaoshirikiana moja kwa moja na Marekani na Israel katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Na ameweka wazi ya kwamba watashambulia viongozi, watashambulia makazi ya viongozi asili, lakini pia watashambulia familia za viongozi, kama ambavyo Marekani na Israel wametekeleza mashambulizi yao kwa viongozi wa Irani na familia zao na makazi yao ya siri. Hapa vita vya Irani na Marekani bado vinaendelea kuwa na hatua mbaya sana katika mwendelezo wa vuta nikuvute baina ya pande hizi mbili zinazohasimiana kivita, ambapo Marekani imeendeleza kupeleka meli zake za kivita kule Mashariki ya Kati, ikiwemo meli ya USS Tripoli ikiwa na wanajeshi takribani 3,500 ambao tayari kwa mujibu wa taarifa kutokea Pentagon wamekwisha wasili Mashariki ya Kati, huku Irani ikijipanga zaidi na kutekeleza mashambulizi makubwa katika miji mbalimbali ya mataifa washirika wa Marekani na Israel huko Mashariki ya Kati, ikiwemo shambulizi la meli, lakini pia na miji mingine ya mataifa ya Kiarabu, ambapo ikioni katika mashambulizi ya kulipiza kisasi katika operesheni zake mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa juu ya malipo hayo ya kisasi kwa Marekani na Israeli. Sasa kufuatia hayo yote, hapa kuna video ambayo kidogo inatupatia mdokezo katika vita hivi vya Iran na Marekani, ambapo kwa hii alizungumza Rais wa Marekani Donald Trump akielezea kwamba ulimwengu mzima, yani ulimwengu wote kwa sasa unamheshimu Marekani na unanyenyekea, unamtii sana kwa kila jambo. Na hapa alielezea mataifa yote ulimwenguni ya kwamba yanamuunga mkono Marekani katika vita vyake dhidi yake na Irani. Aliyataja mataifa yote washirika wa Marekani wa Magharibi, ambapo mataifa kama vile Spain, Italy, France, Switzerland, Poland, Germany, ambapo mataifa haya yote kwa umoja wao mengi hasa ni wanachama wa umoja wa kura ya turufu na umoja wa kujihami, yani NATO, ambapo mpaka hivi sasa mara baada ya kauli hii ya Rais Donald Trump kuitamka, mataifa hayo yote yalikata mawasiliano yao Marekani, japo awali baadhi ya mataifa yalionyesha dalili ama viashiria vya kuunga mkono serikali ya Marekani katika vita vyake dhidi ya Irani, ambapo kauli ya awali ilikuwa ni ya kuungana
wakielezea kuunganisha nguvu pamoja kuruhusu mataifa yao kutumiwa kwa maanga yao Marekani kushambulia Iran. Lakini kauli hii ya Trump ilivyotoka, mataifa yote yakakata kabisa mawasiliano yao na Marekani na kuondoa kabisa kile ambacho walikizungumza. Kwanza tuisikie kauli hii ya Rais Trump alipozungumza kauli hii awali. The world respects us right now. Ulimwengu unatuheshimu kwa sasa. Kila pahala linapotamkwa jina la Marekani, kila mmoja anaheshimu jina hilo na kunyenyekea pia. Kwa hivyo kila hatua yetu tutakachokisema lazima kifuatwe. Tunaheshimiwa na ulimwengu mzima kwa sasa. More than they have ever respected us before. Ni kauli hiyo ya Rais Donald Trump ambapo alieleza kwamba ulimwengu wote kwa sasa hivi unamsikiliza Marekani, yani unamsikiliza Rais Donald Trump katika kile ambacho yeye atakisema. Kila hatua ambayo yeye ataichukua basi ulimwengu utafuata. Na hapa aliwakashifu na kuwakabei mataifa haya ya Magharibi akisema kwamba mataifa hayo yatafuata kile ambacho Rais Donald Trump atakisema au atawaambia. Na mara baada ya kutoa kauli hiyo Rais Donald Trump wa Marekani, mataifa lukuki kutokea Magharibi ikiwemo taifa la Spain na mengineyo wakafunga kabisa maanga yao, ambapo hapa kuna takwimu ambazo zinaonyesha mataifa haya yaliyokuwa yameonyesha awali dalili za kuiunga mkono Marekani, lakini baadaye baada ya kauli zake za Marekani wakaachana kabisa na dhamira ya kuunga mkono Marekani, ambapo taifa la kwanza lilikuwa ni Spain. Spain ilifunga anga lake na kambi zake zote za Marekani kutoruhusu Marekani kuweza kutumia anga lake kuishambulia Irani. Hili taifa la kwanza lilikuwa. Taifa la pili lilikuwa ni Italy. Italy pia lilifunga anga lake na likafunga kambi zote za kijeshi za Marekani kule Italy kuweza kuiruhusu anga lake kutumia kushambulia Irani. Ndivyo hivyo kwa Ufaransa pia, ambapo Ufaransa awali ilikubali, lakini baada ya kauli za Donald Trump za kaibehi na kashfa, France ikafunga anga lake na kutoruhusu kabisa kambi za Marekani ama kambi ya Marekani ndogo kuweza kuitumia anga la Ufaransa kushambulia Irani. Lakini pia taifa la Switzerland ama Uswizi nalo pia awali lilikubali ombi la Marekani, lakini baada ya kauli za Trump ikafunga anga lake na kufunga kambi za Marekani kule Uswizi ili kuruhusu Marekani kuishambulia Irani. The same way kwa Poland ambaye ni mshirika wa karibu mno na Umoja wa NATO, pia amekuwa akishirikiana na Ukraini kuishambulia Urusi. Poland pia naye baada ya kauli za kashfa za Trump alifunga anga lake na kutoruhusu Marekani kutumia hata kambi ya Polandi, kuruhusu anga la Polandi kushambulia Irani kwa vikosi vya Marekani. Ndivyo hivyo ikawa kwa Ujerumani. Sasa hatua iliyochukua taifa la Ujerumani ni kubwa zaidi, ambayo Ujerumani si tu kufunga anga lake bali ilifunga anga lake na kufunga kambi za kijeshi za Marekani kule Germany, lakini pia ikaondoa vikosi vyote vya Marekani kule Ujerumani, karibu 50,000 kurejeshwa Marekani kwa ajili ya kuendelea na shughuli zingine na si vita vya Irani. Hatua hii Ujerumani ilikuwa ni hatua mbaya zaidi na kutajwa kuwa ni hatua ya hatari kwa Marekani kukosa ushirikiano wa moja kwa moja na mataifa haya ya Magharibi, hasa Umoja wa NATO. Wachambuzi wa geopolitics na migogoro ama masuala mtambuko wanaeleza kwamba hatua ambayo imefikia hivi sasa taifa la Marekani ni hatua mbaya sana, kwa sababu amekuwa akipokea ukosoaji mkali sana wa ndani ya Marekani, lakini pia na hata nje ya Marekani juu ya kuendeleza vita hivi dhidi yake na Irani, ambapo maelfu ya waandamanaji wameshuhudiwa kwa hivi karibuni katika miji mbalimbali ya taifa la Marekani, ikiwa ni katika kupinga kile ambacho Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akiendeleza katika vita hivi vya Iran na Marekani, wakisema kwamba hawataki na wahitaji utawala wa kimabavu kwa kile ambacho wameita no kings, yani hakuna utawala wa kifalme katika taifa la Marekani. Yapi maoni yako kwa hatua ambayo imefikia hivi sasa taifa la Marekani katika vita vyake dhidi ya Irani, na kipi ambacho unakitazama katika vita hivi vya Iran na Marekani, ikiwa pande zote mbili za uhasama zinazidi kuongeza nguvu kubwa ya vita baina ya pande mbili? Mimi ni chifu mkuu wa itifaki na hii ni Homa TV. Pale Instagram andika afisa3_official au afisa3_official tuweze kwenda sawia kabisa, na kwa mengi zaidi masuala ya biashara, masuala ya matangazo nicheki pale ili tuweze kwenda poa katika 1 na 2. Tutana wakati mwingine. Bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.